Nje ni mjumbe wa halmashauri ya Jumuiya ya Wafanyabiashara Kariakoo na msemaji wa Jumuiya ya Wafanyabiashara Kariakoo. Nafikiri kama mnakumbuka tarehe 30 ya mwezi wa kwanza mwaka 2025, mwenyekiti wa Jumuiya ya Wafanyabiashara Kariakoo ndugu Severin Mushi akiwa Ikulu Dar es Salaam kwenye hadhfa iliyoandaliwa na rais kwa ajili ya kuwashukuru watu kutokana na tukio lililotokea Kariakoo pale kwa namna ambavyo walivyoweza kusaidiana nao, alimuomba au alipeleka kilio cha wafanyabiashara kwa Mheshimiwa Rais, namna ambavyo wafanyabiashara wa kigeni wanavyo wasumbua au wanyanyasa wa Tanzania katika nyanja mbalimbali, wafanyabiashara wazawa. Kwa hiyo bila kupepesa macho, Mheshimiwa Rais akatoa tamko siku hiyo hiyo akiomba kwamba tume iundwe, na ambaye alipaswa kushughulikia hilo ni Waziri wa Viwanda na Biashara Mheshimiwa Suleiman Jafo. Naye Mheshimiwa Waziri akachukua hatua hiyo kwa kuunda tume haraka, na tume kaingia kazini kwa ajili ya kufanya kazi, na mwenyekiti wa tume alikuwa ni mkuu wa chuo cha biashara CB pale. Kwa hiyo liendea jambo takriban mwezi mmoja, ripoti karudishwa, operation ikaanza. Lakini pia operation haikutoa matunda. Baadaye Mheshimiwa Waziri wa Viwanda na Biashara akaamua kuja field mwenyewe na kujionea kwamba kile chokuwa tunachokizungumza hakijafanyika kabisa. Wageni bado wapo kwenye maeneo ambayo hawapaswi kuwa, wanaendelea kuenjoy trading, na ikatoka tena agizo lingine kwamba operation iende. Kwa tukaendea kwenye operation. Tulivyoenda kwenye operation kwa mara nyingine tukapata taharuki kidogo siku 6 zilizopita, jambo ambalo ndo linatufanya sasa pengine siku hii ya leo tuwe hapa na tuweze kulizungumzia kidogo. Kwa hiyo Mheshimiwa Katibu, nakukaribisha. Nashukuru. Naitwa Renard Mlelwa, ni katibu mkuu Jumuiya ya Wafanyabiashara Kariakoo. Tupo hapa kwa moto kwa maana ya sokoni kwetu, kwa maana ya mfumo wa biashara. Kama tunapokumbuka speech ya Mheshimiwa Rais wakati anamwapisha Waziri Jafo, alisema nenda Kariakoo pana changamoto, na Kariakoo pao nyumbani kwako ushinde pale. Tunamshukuru waziri, amekuwa akifanya hivyo kila penye changamoto na kweli anafika, na tumeona ameunda tume ya kwanza. Aliona kwamba kazi waliofanya bado hairidhishi yeye mwenyewe, tukukuta ameingia field akakuta wageni na zoezi bado linaendelea la kuondoa wale wageni. Tunashukuru kwa hatua hiyo tu, lazima tuipongeze sana serikali. Lakini kwenye hizi operation hatuwezi kukosa madhaifu au mapungufu. Katika hiyo operation tumeangalia changamoto kubwa ambayo tumekumbana nayo, pamoja na kwamba zoezi linaenda vizuri sana, ni kwamba unakuta tulikuwa tunajua wale ni wawekezaji, na mpaka Mheshimiwa Rais nimekumbuka anasema kwamba wale wachuuzi wa Kariakoo wanatafuta nini pale. Na ni kweli wale ni wachuuzi, kwa maana wawekezaji wote mnaona wako Kariakoo pale, kwa maana rangi zao na ngozi zao, wengi tumeona hawana TIC certificate, ambacho ndio kibali kinachosema huyu ni mwekezaji. Badala yake wengi wameenda kusajili biashara, kama amefungua local company akijiita ni mwekezaji, lakini anafanya biashara ya importation ya bidhaa ambazo zimekamilika. Na tukakaa na kikao na watu wa wawekezaji, wakasema sisi na mwekezaji ndio mtambua ni yule ambaye anafungua kiwanda, kwa maana manufacturing, na lazima hadi thamani au value addition kwenye nani, sio kwamba mtu anayeleta bidhaa iliyokamilika. Sasa nini kimetokea ni kwamba imekuwa ni changamoto kwa nchi yetu, na tuko hapa kwa sababu kwamba sisi kwanza sio wanasiasa, sisi ni wafanyabiashara. Biashara ndio maisha yetu, na tusipoongea sheria zetu tutakuwa hatuwatendei hata kizazi kinachokuja. Tunalalamika kwa sababu tunaona kwamba mfanyabiashara wa kigeni yuko Kariakoo anaingiza bidhaa ambazo zimekamilika kwa 100%, ambazo hizo bidhaa sisi wazao tunaweza nazo. Tulipoenda kwenye sheria zetu sasa, tumekuja kugundua changamoto kubwa sio watu wa TIC. Changamoto kubwa ipo kwa watu wa BRELA, ipo kwa watu wa kibali wa kazi, ipo kwa watu wa migration. Hapa ndo kwenye shida, na ambapo tunaomba serikali
iangazie macho kama kweli tunataka kutatua changamoto. Tunashangaa tunakuta mtu anasema ni mwekezaji, yupo anasukuma toroli. Mtu anasema ni mwekezaji, yupo anachezesha yale makamari, yale manaita makamari yale. Kitu ambacho sasa kinatengeneza kati ya chuki kati ya hawa wafanyabiashara wazawa na hawa ambao ni nani? Ni wageni. Sasa kwa maana ya dhima kuu ya wafanyabiashara Tanzania na Kariakoo na kwingineko, wanatamani sana waone wawekezaji ambao wako kwenye, hatukatai wawekezaji sisi, na tunampongeza sana Mheshimiwa Rais kwa sera yake nzuri ya wawekezaji. Tunataka wawekezaji waende kwenye manufacturing industry, na wakisha kutengeneza ile bidhaa kiwandani, wakija huku sokoni kuna kitu kinaitwa distribution. Asifanye kazi yote ameshika, anatengeneza mwenyewe, anakuja na sambaza mwenyewe mpaka kwa mlaji wa mwisho. Hiki kitu ambacho ndio wafanyabiashara ndio wanachokataa hicho hapo. Tunataka mwekezaji ambaye yuko kwenye manufacturing industry, akija hapa katikati kuna middleman ambaye anafanya distribution. Kutoka middleman kuna mtu ambaye anauza kwa final consumer ambaye ni mlaji wa mwisho. Hii biashara ya mfumo huu tunasema inaacha kitu cha mnyororo wa thamani ya pesa. Sio kwamba mtu mmoja mehodhi anatengeneza mabasi kule, anakuja Tanzania anafanya biashara ya usafirishaji. Yaani hela yote anakusanya mtu mmoja. Hii sasa inatengeneza chuki. Kwa hiyo kitu ambacho msiba mkubwa wa wafanyabiashara, pamoja na pongezi nyingi sana kwa Mheshimiwa Mama Samia, sisi wafanyabiashara ambao pia ndio wapiga kula wake, bado tuna imani naye sana, hasa pale kwa kupokea changamoto zetu kwa wepesi sana. Lakini changamoto hii ambayo tunaona kwa zoezi hili la wageni ambalo waziri naye amelalamika wiki iliyopita, tusipoenda kwenye mfumo wa sheria kwa maana ya BRELA, kwa maana ya migration, kwa maana ya watu wa ziko sekta tatu hapa: BRELA, kazi na hao hamiaji. Hapa ndo kwenye changamoto ambazo utaona hili zoezi, pamoja na kwamba mara ya pili imeundwa tume, lakini mwisho wa mwezi utaona kama kazi haijafanyika. Kwa sababu gani? Sheria zinawalinda kwa maana ya kwamba wanaruhusiwa kufanya biashara ya trading, kitu ambacho ni cha ajabu kabisa. Kwa maana ya sheria, huwezi kumruhusu mgeni akatoka huko mataifa ya huko alikotoka aje afanye biashara ya trading, either iwe ya jumla au ya rejareja. Hizi biashara za jumla au rejareja, sisi Ngozi Nyeusi tunasema hapa ndo uwanja wetu, tuna uwezo nazo kwa 100%, na wala hatujai lalamika kwamba labda Kariakoo kuna upungufu wa mambo ya plumbing. Hatujai lalamika. Ni kwamba soko sisi tunajitosheleza. Sisi tunaumia sana, mgeni anatoka huko alikotoka, anakuja pale BRELA, anajisajili kama mfanyabiashara wa kuingiza vifaa vya bomba. Vifaa vya bomba sisi kama nchi vinatusaidia nini? Wazawa, hizi ndio kazi ambazo tunaziweza. Kwa hiyo tunaomba sera ya uwekezaji kwa maana wapite TIC, wao na TIC certificate, lakini pia tuwaone wako viwandani, tusiwaone huko kwenye maduka wanafanya biashara za uchuzi. Hizi biashara za uchuzi kwa kweli tuiambie serikali kabisa, zinaleta chuki kubwa sana kati ya hawa wafanyabiashara wazawa na hawa wafanyabiashara wa kigeni. Tunapongeza sana hata mkuu wetu wa mkoa Mheshimiwa Chalamila mara kadhaa amelalamika, naye anasema kwamba nasikitika sana kuona mtu mgeni anafanya biashara ya kuuza maua Kariakoo na kwingineko. Anasikitika. Lakini nani atakayetoa msaada? Wa kutoa msaada ni hizi delegate, kwa maana ya BRELA, kwa maana ya TIC, kwa maana ya watu wa kazi. Hawa watu watatu hao wakifungamana na kulinda uzalendo kwanza, nchi yetu itaenda vizuri sana na uchumi wa nchi utaimarika. Lakini kwa hali yopo saizi wafanyabiashara wanafilisika. Huu msiba mnaoona kwa sisi wafanyabiashara Kariakoo, hata nyinyi waandishi wa habari mtaona, maana sasa kuna media zinakuja za kimataifa pia. Wakishika wanashika kila kitu. Na kuna baadhi ambao vyombo ambavyo pia havina uzalendo, tumesikia mara kadhaa vikitamka maneno ambayo sio mazuri sana kwa sisi wafanyabiashara. Sisi wafanyabiashara Kariakoo ndo nadhani tunaongoza kulipa kodi kubwa Tanzania. Lakini mtu anatokea tu kwa alikotoka anasema wafanyabiashara ni matapeli. Sisi kama jumuiya kwa kweli tumesikitika sana na hicho chombo. Nadhani mwenyekiti ataongelea kwa undani zaidi hilo jambo hilo, lakini sisi kama wafanyabiashara tumesikitika sana kwa baadhi ya media, na ukiangalia nyuma yake ni kwamba nakuta hao wenzetu wana nguvu. Wanapoona kuna maslahi hawasiti kuchanga pesa kwenda kulob chombo chochote kile ambacho anaweza. Kwa hiyo tukiona hata nyinyi mnaimba kesho wimbo bwana nani wafanyabiashara wa kigeni wachuuzi wana faida ndani ya nchi, tutawaangalia kwa macho ambayo ni ya kuhuzunika sana. Tanzania ya vizazi vya kwetu iko mikononi mwetu. Na sisi wafanyabiashara wa Tanzania tunasema hatuna nchi nzuri zaidi ya Tanzania. Mahali ambapo pana amani, mahali ambapo pana siasa safi, mahali ambapo ni senda ambayo Mungu ametujalia, tumezungukwa na nchi nyingi sana. Kwa hiyo nimkaribishe Mheshimiwa Mwenyekiti, nadhani ataongea kwa undani zaidi
na kufunga huu mjadala. Asanteni sana. Wafanya biashara kwa jumla, habarini za asubuhi. Cha kwanza nataka kuchukua nafasi kuwapongeza waandishi wa habari kwa kazi nzuri ambayo mnaifanya ya kuhabarisha umma, na mmekuwa kama muhimili wa nne katika serikali, na mmekuwa ni chombo cha kila mmoja kuona kwamba nini kinaendelea katika nchi. Kwa hiyo naomba nichukue nafasi kuwapongeza na kuwashukuru kwa kazi hii ambayo mnafanya. Mengi yamekwisha semwa na wenzangu, lakini kile kikubwa ambacho naweza kusema kama mwenyekiti, naitwa Severini Mushi, mwenyekiti Jumuiya ya Wafanyabiashara Kariakoo. Tumekuwa na zoezi maalum na tume ambayo imeundwa na Mheshimiwa Waziri wa Viwanda na Biashara, lakini kisimamiwa na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, na zoezi lile linakwenda vizuri. Tumebakiwa na siku chache kumaliza, kwa maana tulipewa mwezi mmoja, na kama mnaona leo tarehe 21 tuna kama siku 9 tuweze kumaliza. Katika hizi wiki 2-3 hivi ambazo tumefanya, tumeona mambo mbalimbali, na ni vyema kwa sababu tunazo taasisi. Sisi Jumuiya ya Wafanyabiashara Kariakoo tumekuwepo kama waangalizi, lakini tuna taasisi zile za utekelezaji. Tuko na watu wa BRELA, FCC, TBS, na uhamiaji vile vile na mamlaka zingine. Kwa hiyo ninategemea mwishoni mwa mwezi huu tutakapokamilisha, tumekuwa na ripoti ya kila wiki, lakini mwisho wa mwezi tutakapokamilisha, basi tutatoa ripoti ya pamoja. Mwenyekiti wetu atatoa ripoti, lakini na vyombo vile pia vitatoa ripoti yao, ili tuone kwa undani nini kimepatikana katika operation hii na ni namna gani tunaweza kuishauri na kuisaidia serikali kuondokana na tatizo hili la wageni sokoni. Tuna tatizo la kisheria ambalo tunaiomba serikali lakini na mamlaka kuharakisha mabadiliko ya sheria ya kumlinda mzawa, ili haya yasiendelee kujirudia. Maana vinginevyo tukichukua miaka 2, 3, 4 ijayo, Watanzania wote tutakuwa tumekuwa wachuuzi, na sio jambo zuri katika nchi. Na tukumbuke kwamba tunapomwezesha Mtanzania mwenzetu, fedha zote zinabaki katika mzunguko wetu wa nchi, kwa sababu akifanya biashara, akipata fedha, atajenga jengo, atajenga hoteli, na hii yote itaongeza mzunguko wa fedha, lakini na kuongeza ajira. Lakini mgeni anapofanya hizi kazi zetu ndogo ndogo za uchuuzi, kila kinachopatikana chote kinaondoka kurudi katika nchi yake, na nafikiri tunaona uhaba mkubwa wa dola katika nchi. Haya nayo ni mambo machache ambayo yanasababisha, kwa sababu wao wanapouza muda wote wanatafuta dola, na wako tayari kununua kwa bei yoyote, kwa sababu wao wanafanya na makampuni makubwa, na uwezo wa kupata fedha kwenye mabenki yao kule kwenye nchi zao ni mwepesi kiasi fulani. Kwa hiyo tunaiomba serikali kuchukua hatua za dharura za muda mfupi, lakini kuangalia hatua pia za muda mrefu, kwamba tunaliponyaje taifa kutoka hapa tulipo. Jingine la mwisho ni juu ya kuna chombo kimoja cha habari ambacho wakati ule tarehe 30 tulivyokuwa Ikulu tukifunga ile ripoti ya maafa Kariakoo, kuna video ambayo waliitoa na wakasema vibaya juu wanafanya biashara, na bahati mbaya wanapotoa taarifa zile hawatoi nafasi kwa upande wetu kuthibitisha au kusema neno juu ya kile ambacho wanakisema. Unaona tu, na nilijaribu kama mwenyekiti kuwapigia kuwauliza kwa nini wanafanya hivyo na wanatumika kwa faida ya nani, na nikajaribu kuwaomba pia kupata nafasi ya kwenda kwenye kipindi chao ili tufafanue yale ambayo wanayasema. Hawakutoa nafasi kwa sababu zao ambazo wanazijua wenyewe. Sasa kwa sababu tunahitajiana wote na tunawaheshimu sana waandishi wa habari, lakini na wamiliki wa vyombo vya habari vile vile, ni rai yangu kwenu nyote waandishi wa habari kutoa taarifa zile zenye kujenga, lakini na kuwaunganisha Watanzania kuwa jambo moja, na ninafikiri wanafahamu. Hata juzi wametoa kwenye kipindi chao cha asubuhi kwamba wametuita matapeli na mambo mengine ya aina hiyo. Sasa sisi kwa kuwa ni waungwana na tunahitajiana kufanya kazi kwa pamoja, hatutaki kwenda kwenye kuvutana au kulumbana. Busara inatuongoza kuwaomba watuombe radhi wafanyabiashara wote wa nchi kupitia kauli ile waliotusema, lakini wao wanatoa ushirikiano. Ukiangalia tangu tumekuwa madarakani tumeitwa na vyombo vyote vya habari kufanya vipindi, lakini wao pekee hawajawahi kutuita na hatujui ni kwa nini. Lakini sisi tuko tayari kufanya nao kazi, na tunawapa nafasi pia ya kuendelea kujirekebisha, na watupe nafasi twende tuwahabarishe Watanzania yale ambayo yanaendelea. Lakini kwa wale ambao tunaendelea kushirikiana, na washukuru sana, na naomba tuendelee kuwa kioo na kutoa ushirikiano kwa kila eneo kuhakikisha kwamba tunaisaidia nchi kimataifa, lakini na kitaifa vile vile. Kwa baada ya kusema hayo, naomba niwashukuru. Kama kutakuwa na maswali 2 matatu, basi tuko tayari kuyapokea na kuyajibu vile vile. Asanteni sana.
Karibu. Asante. Naitwa Devota Kiwele kutoka gazeti la Mwananchi. Mwenyekiti, mmezungumzia kuhusiana na swala zima la kufuatilia jambo hili kwa undani kwenye kamati yenu, lakini mlishawahi kufanya uchunguzi? Maana nyinyi ni wafanyabiashara wakubwa ambao mnafanya katika maduka. Mlishawahi kufanya uchunguzi kwenye upande wa hawa machinga ambao na nyinyi mkakaa mkajadiliana nao? Kwa sababu ukiangalia wakati nyinyi mnapambana kuhakikisha kwamba hawa Wachina wanarudi kwa kwenye viwanda, lakini wenzenu wanatamani kwamba hawa Wachina wawepo kwa ajili ya kupunguza zile gharama ambazo nyinyi mnakuwa ziko juu, wakati wao wakienda kwa Wachina wananunua chini. Mlishai kufikiria kitu kama hicho? Lakini hilo moja. La pili, umezungumzia kuhusiana na masuala ya sheria, lakini kuna sheria ambayo inazungumzia masuala mazima ya uwekezaji ya mwaka 1995 I think, kama sina nani, inamtaka mwekezaji awe ana dola karibia dola 50,000 ndio awe mwekezaji. Mnafikiri ni wapi ambapo serikali inachemsha? Kwa sababu mmesema hapo kwamba kuna sheria, mmezungumza sudi na BRELA na nani, lakini kwenye usimamizi wa hizi sheria, kwa sababu sheria ipo, nyewe mmesema, mlikuwa mnazungumza kwamba sheria hamna uhakika, ila sheria ipo inayomtaka mwekezaji awe anawekeza kwenye eneo hili. Mnafikiri ni wapi ambapo kwenye mianya ya kusababisha hiki kitu ambacho kinatokea? Asante. Dada Devota, tunashukuru kwa swali lako zuri. Mimi nitajibu hili swali la pili kwa maana ya sheria ya mwekezaji kwamba dola 50,000. Dola 50,000 mwekezaji ambaye ni mzawa, lakini kwa mgeni ni dola 500,000. Lakini mnikoti vizuri. Nimesema tunaolalamikia ya wengi ambao wako sokoni hawajapita kwenye TIC kwa maana ya uwekezaji. Mwekezaji yeyote anayetambulika Tanzania lazima awe na cheti cha TIC, Tanzania Investment Center, sawa? Hawa ambao tunakuta huku sokoni kwetu huku hawako kote unani huku TIC. Wao wamepita moja kwa moja BRELA wakapewa certificate. BRELA anatoa ile license ya kuimport. Unaweza ukasajiliwa pale ukafungua kampuni yako ukafanya biashara ya trading. Pasipo kwenda wapi? Pasipo kwenda TIC. Sasa hii ndio imecreate mwanya mkubwa sana wa kujaza wageni ndani ya nchi yetu kufanya biashara ambazo zile wazao tunafanya nini? Ndio maana tunasema sisi na TIC tuna shida. Wenye shida ambao tuna shida nao ni watu wa nini? BRELA, watu wa kazi, watu wa migration. Hawa ndio wametusababishia hii shida yote. Tunaona nchi inahangaika saa hizi. Na tunawaomba wawe msaada kwenye upande wa serikali kwa sababu ni wataalamu ambao wamesoma kwa kodi za wananchi wa Tanzania, waisaidie nchi kwa maana ya future ya vizazi vya Tanzania. Kwa hiyo changamoto kubwa ni upande wa BRELA, migration na TIC. Uwezekani mtu anasema anakuja Tanzania kufanya biashara ya kuuza let's say vijora. Ametoka huko mataifa ya magharibi huko. Analeta container la vijora. Na kati hii biashara sisi ndio biashara yetu ya sisi wa ngozi nyeusi na tunao uwezo nayo, ambayo haina garantia ya mtaji. Kule hamna sheria ya masuala ya mitaji, haina nani. Wewe sema tu kwamba natakuja kunani kufanya biashara, utapewa hiyo certificate ya local car, utafungua kampuni, utafungua na utapewa na license nani BRELA license. Baada ya hapo uko huru kufanya biashara. Kitu ambacho kwa nchi zao ni ngumu sana kufanya kitu kama hicho. Ukienda kule anakuambia utaleta manufaa gani ndani ya taifa hilo unalokuja kunani? Uwekezaji wako unakuja kufanya huko. Kwa hiyo hawa tunaolalamika nao, narudia tena, kama kauli ya Mheshimiwa Rais, ni wachuuzi, sio wawekezaji. Tunawataka wawekezaji kwa gharama kubwa sana hawa ambao wako kwenye manufacturing industry. Tunasikia watu viwanda Mkulanga sio wapi. Lakini nao ndio hapa condition moja kwamba kwenye point ya distribution watu wachie wazawa. Yaani kama unaona TBL kutengeneza bia pale, distribution umuone. Ana agent, Mbeya utakuta Mbeya kuna agent ambaye ni Mtanzania, Sumbawanga kuna agent ambaye ni Mtanzania, Mwanza hivyo. Hasa kuna wawekezaji hao tunaolalamika, akitengeneza bidhaa anafuatilia ule mnyororo mpaka kijijini, anauza yeye mwenyewe. Then baadaye ile hela yote anaibeba yote anarudisha wapi? Ndani ya nchi yake. Huku Tanzania tuachia nini? Mashimo na shida. Ndio hao tunaolalamika nao hao. Asante sana. Hili la kwanza tumekuwa tukilisema mara nyingi kwamba kuna eneo ambalo limekuwa likitumika vizuri sana kwenye ukwepaji wa kodi, na ndio maana tulikuwa tunafikiri kila mfanyabiashara anapaswa kurasimishwa ili awe mlipa kodi mzuri. Na kwa kuwa mtu anakuwa anajua atakwenda kuuza mzigo wake sehemu fulani, akileta hahitaji kuwa na vibali vingi, anaweka go down. Nafikiri kwenye ripoti yetu ya operation inayoendelea
tutaileta kwa undani sana, kwamba mtu ana import container zake 2 3, anakodisha ghorofa 4 5, anaweka pale mzigo, alafu asubuhi ile saa 10 saa 9 mpaka saa 11 alfajiri ana supply kwa watu, na baadaye mchana anapita kukusanya fedha zake. Kwa hiyo ni eneo ambalo tumefanya uchunguzi wa kutosha na tumekuwa tukisema, lakini tumeshauri mamlaka pia kwamba ni namna gani tuweze kutoka hapo, na nafikiri tuko kwenye mchakato wa kuhakikisha kwamba tunalimaliza hili. Yeah. Naam, asante. Naitwa Humphrey Ndeligio Shao. Natoka Michuzi Media Group. Mwenyekiti, na jimbo lako tunaona mmekuja tena mbele waandishi wa habari kuilalamikia serikali na mamlaka zake, tukiangalia BRELA nani na nani. Lakini kwa kumbukumbu zangu ambazo niko nazo sawa, nyinyi ndiyo pia mlikuwemo kwenye mkutano wa mwisho wa waandishi wa habari na kamati hili ambayo ya Kariakoo, lakini ambayo ilikiongozwa na Profesa Eda Kangi Luoga ambaye ni mkuu wa CHUSB. Na mwenyekiti ulikuwepo pale, ulisema kwamba mna imani na ile kamati. Leo mnakuja tena mnatuambia sisi tena waandishi wa habari kwamba tena serikali BRELA na nini ifanye kazi. Lakini katika matokeo yale ya kamati ile mliacha kamati ikasema. Je, kama nyinyi mlikinzana na ile kamati, mapendekezo yenu yalikuwa yapi kwenye kamati ambayo labda mnaona hayajakufanyiwa kazi, na mnatuambia nini leo ukiacha haya hicho mlichotueleza mwanzo? Mapendekezo yenu yalikuwa yapi kwenye kamati mpaka mnasema kamati imefanya kama ilipita hivi, mpaka alafu Waziri Diafu kaja tena kutembea katika viunga, na tunajua viunga sio vingi sana, lakini je nini? Na pia mmezungumzia habari ya kufanya biashara, wafanyabiashara wa usiku ambao wanaamka saa 9 na kufanya biashara mpaka saa 12 mpaka saa 4, wanasema wanakwepa kodi. Je, ni namna gani nyinyi mmejipanga kuisaidia TRA? Maana mmekuwa watu wakuja tu na kulalamika lakini hamtake action. Lakini nyie pia mnatajwa kuwa ni wakwepaji wakubwa wa kodi. Hiyo mlisemi kwanza kwa kutumia magari, mfano mnatumia manoa, mnatumia maafadi, mloweka tinted ma town ice. Mbona hayo hamyasemi? Mnasema haya tu ya wale wanaamka usiku. Asante sana. Cha kwanza, jumuiya yetu hatumlindi mtu yeyote, awe raia wa kigeni awe mzawa, hatumlindi mkwepa kodi wa aina yoyote. Jukumu letu la kwanza ni kuhamasisha kila mtu alipe kodi. Tanzania na mtu mwingine yeyote ambaye yuko kwenye biashara tunamtaka alipe kodi. Na hilo ndio tunalolifanya. Ndio maana unaona katika maeneo mengi kwenye tume na nini tunakuwepo na tunasaidiana na vyombo kadhaa vya serikali kuhakikisha tunalipa kodi. Na katika msafara wa kenge huwezi kumkosa huko mamba mmoja, au msafara wa mamba huwezi kukosa kenge. Na ndio maana tunaendelea kutoa elimu kwa Watanzania wenzetu, lakini na wafanyabiashara kwa ujumla, juu ya umuhimu wa kulipa kodi na kuchangia pato la taifa. Unasema tumerudi kulalamika. Sisi hatujarudi kulalamika. Kazi yetu ni kuishauri serikali, na hiki ndio tunachofanya sasa. Baada ya awamu ya kwanza ya tume ya mheshimiwa mkuu wa chuo pale Eda, tumekuwepo na awamu ya pili ya utekelezaji ambao tuko feed na sasa tunaendelea. Kama utaninukuu vizuri, nimesema yale tunaendelea vizuri na tunapongeza hatua hizi na tunafanya vizuri. Mwisho wa mwezi huu itatoka ripoti, utaona nini kilichopo na ni namna gani. Kwa mfano, ndugu zetu wametumia pia eneo hili la viwanda, anakuwa na kiwanda chake Mkuranga au Bagamoyo wapi. Akishatengeneza bado anachukua tena noa, anapakia na anachukua Waswahili wenzetu. Kwa hiyo mwandishi, usikute umeona Waswahili wenzetu, ni wale ambao tuliwasema kwamba miongoni mwetu nao ambao pia wanatusaliti. Kwa hiyo wanachukua Waswahili wenzetu, wanawanulia gari, wanazunguka, wanaitwa marketing manager wanawaita. Kwa hiyo wanakuwa wanazunguka, na sio Dar es Salaam peke yake, wanazunguka nchi nzima. Anapozunguka akipata oda, anapiga simu kiwandani, kiwanda wanafunga maboksi yale, wanapeleka kama ni Jangwani au kwenye kampuni za usafirishaji, mizigo inakwenda direct kwa wale watu wa mikoani. Kwa hiyo unakuta pengine mtu wa Kariakoo umekwenda pia na wewe kiwandani, umenunua mzigo pale kiwandani kwao huko nje, alafu umeweka hapa unauza,
lakini yule mwenye kiwanda ametoka, ameshafika Njombe, amefika mpaka Moshi kule, amekwenda kuuza. Kwa hiyo wewe unakuta unakaa unapiga picha pale, tunalipa vibali, tunalipa kodi mbalimbali nyingi kabisa. Kwa hiyo tunaona wenzetu wanaendelea kufilisika na kuondoka barabarani. Sasa kazi ya kiongozi ni kushauri na kuiambia serikali kwamba kuna tatizo mahali fulani. Kwa tukiacha hali ikiendelea, unajua mtu anapokuwa hana chochote huwa anakuwa hana cha kupoteza. Kwa hiyo tunakuta tunaenda kwenye hali ya mivutano ambayo binafsi hatupendi kuiona, na ndio maana tumerudi kushauri. Kwa naomba ufute neno kwamba tumelalamika, tumekuja kushauri na kupelekea wenzetu taarifa ya kile ambacho kinaendelea na nini kinafanyika. Kwa mfano katika operation tunaendelea, unakwenda kwa mtu unakuta ana baadhi ya matatizo, lakini sheria yetu inasema huyu mtu kama ana tatizo la leseni, mwambie aende akakate. Kwa hiyo anakwenda kukata leseni, anarudi, biashara imemalizika. Ndio tunachokitaka sisi? Jibu ni hapana. Lakini kwa sisi ambao tumetoka na kufanya biashara katika nchi za watu, ukionekana umekiuka, kwa sababu mgeni unatakuwa ukifika mahali, hata balozi zetu zinasema hivyo kwamba hata pasipoti yetu ukisoma inasema ukienda katika nchi ya mtu lazima ufuate sheria za nchi ile na miongozo yote inayotolewa. Sasa kwa wenzetu ukienda ukifanya kosa lolote, wakikushika wanakurudisha kwako na hawatakuruhusu urudi kule kwao. Lakini sasa kwetu ukimshika na tatizo namwambia nenda kajirekebishe, urudi kuendelea kufanya. Sasa huwezi kukamata mwizi kumwambia hebu sasa usiibe tena rudi, jirekebishe usiibe tena rudi. Kwa hiyo ndio ambacho tunasema, na ndio jicho letu la pili naona kwamba tuna namna ya kufanya uharaka wa kupata sheria ambayo inasema nini tunapaswa kufanya wazawa, nini ambacho wageni hawapaswi kufanya. Ili tunaposema tunasema kwa mujibu wa sheria, hii kazi ya hoteli tumeachiwa sisi, kazi ya kuuza duka tumeachiwa sisi. Watujengee madaraja, watujengee majengo makubwa yale ambayo yanahitaji teknolojia kubwa kama ya huko kujenga juu ya bahari na kwingine, na hakuna mtu amelalamika, na tumekuwa nao siku zote miaka mingi wanajenga mamiradi na hatujawahi kulalamika. Lakini huko walikofika sasa mpaka uvunguni tunaweza kusema, ndio maana unasikia sasa chawa ambaye hajakuuma huwezi kujua nini kina nini. Kwa mwandishi wa habari, nafikiri kuna wakati na ninyi mnafikiwa, wanakuja na wenyewe wanaanza blog zao, maana hivi karibuni tutaanza kuziona. Sasa tusisubiri wakatufikia, tupaze sauti wote kwa pamoja ili tuikomboe nchi yetu kwa ajili ya leo na kesho vile vile. Nakushukuru sana. Swali la mwisho. Swali ni kwamba tumeona hizo kelele zimekuwa nyingi sana za wageni sasa hivi Kariakoo, na kwa kutumia historia, mara mwisho tuliona mgogoro wa wafanyabiashara Kariakoo na TRA, namna ambavyo changamoto zile zilitatuliwa. Sasa kama nyie viongozi wa jumuiya, hamuoni sasa kuna haja ya kuilazimisha serikali kama ambavyo mlilazimisha kukaa chini nyie na TRA, yani kutumia njia ile ile ambayo mlitumia mara kwanza, kuilazimisha sasa serikali kushughulikia hizo changamoto, kwa sababu kelele zimekuwa nyingi. Mara kwanza mlipiga sana kelele wakati wa TRA, mkailazimisha, bunge lilisimama, wa viongozi wakuu wa nchi walikuja Kariakoo. Hamuoni sasa hivi labda kuna haja kama kiongozi kutumia njia hizo kama mlizotumia mara kwanza? Nakushukuru sana kwa swali lako, japo swali lako limekaa kimtego. Kazi ya serikali ni kusimamia na kuendesha na kuangalia watu wao, lakini kazi ya viongozi ni kuwa daraja kati ya wanaowaongoza na serikali. Kwa hiyo hiki ambacho tumekuja kufanya hapa, tumekuja kuwaambia ndugu zetu kwamba kuna 1 2 3, na bahati nzuri tumekuwa tukishirikiana na najua wanasikia na hapa wapo. Tatizo huwa linajadiliwa na linaondolewa. Hizo hatua ambazo wewe unasema ni hatua ambazo zinatakiwa ziwe ni baada ya mambo yote kushindikana, na hatuoni tukishindwa, kwa sababu hata tangu tulipoanza na tulipofika ni mbali vile vile, na tuna matumaini makubwa. Tunajua bunge linaendelea, na juzi tulipata nafasi ya kuhudhuria bungeni pale wakati wa bajeti ya Wizara ya Viwanda na Biashara, na tulizungumza na Mheshimiwa Waziri Dr. Suleiman Jafo, na alituahidi kushughulikia kwa haraka mapendekezo. Na jana tumekuwa na mkutano wa kwanza hapa wa wanasheria kutoka FCC BRELA, lakini na wanasheria kutoka upande wa wafanyabiashara. Tumeanza jana asubuhi na tulikuwa ukumbi huu vile vile kwa ajili ya kuyachakata na kuyapitia mapendekezo, ili kama itawezekana basi tuirudishe kwa waziri, na tukipata nafasi kabla bunge hili halijaisha tuweze kupata mswada ambao ndio utakuwa mwarobaini wa haya tunayolalamikia. Yes. Bila shaka maswali yameisha.
Basi niombe niwashukuru, kama maswali yamemalizika, nawashukuru na naendelea kuwapongeza waandishi wa habari ambao mnafanya kazi zenu kwa uweledi, na naomba tuunganishe nguvu, tulinde maslahi ya wafanyabiashara lakini na ya nchi kwa ujumla. Asanteni sana. Kanje,